Wapendwa wachungaji, wainjilisti, wazee wa kanisa na waumini wote wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Morogoro, tumepata wakati mwingine tena wa kuingia katika kipindi hiki cha Kwaresma, ambapo Mungu anapata nafasi ya kuzungumza nasi kwa njia ya toba na kurudi wanadamu kumrudia Mungu wake. Nisome maneno ya Mungu ya Isaya 55 mstari wa 7. Maneno haya yanasema, mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye na haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Maneno haya nimependa niwashirikishe Wakristo wenzangu, hasa tunapokwenda kuanza kipindi hiki cha Kwaresma. Kwanza kabisa niungane na Wakristo wote duniani katika kuadhimisha siku ya Majivu. Mwanzo wa kipindi cha Kwaresma ni siku hizi 40 za toba. Ni siku za tafakari, maandalizi ya kuadhimisha mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ya Majivu ni siku muhimu sana kwa kanisa na Wakristo wote duniani. Ni siku ya unyenyekevu na toba ya kweli mbele za Mungu. Katika maandiko matakatifu, majivu ni ishara ya kujinyenyekeza, kukiri kwamba sisi tu wenye dhambi na kumrudia Mungu kwa moyo wa toba. Neno la Mungu linatukumbusha, kwa maana umavumbi wewe na kwa mavumbi utarudi. Maneno haya tunayasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 19. Kwa hiyo maneno haya yatukumbushe hali yetu ya kibinadamu, yatukumbushe udhaifu wetu na utegemezi wetu kamili kwa Mungu. Kwa mujibu wa mafundisho ya Kilutheri, toba si tendo la siku moja tu, bali ni mwenendo wa maisha yote ya Mkristo. Tunaitwa kila siku mbele za Mungu kujichunguza, kukiri kwamba sisi tu wenye dhambi na kumtegemea Kristo kwa imani. Hatuokolewi kwa matendo yetu mema wala kwa juhudi zetu za kidini au za kimadhehebu, bali kwa neema ya Mungu pekee. Na hapa ndio tunapata lile neno sola gratia, kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Hapo peke yake tunapata neno hili zuri kwamba neema hii ya Mungu pekee inatupa nafasi nyingine ya kurudisha uhusiano wetu na Mungu. Ndugu zangu, waumini wenzangu, alama ya majivu katika umbo la msalaba hutukumbusha kwamba tumebatizwa katika kifo na ufufuko wa Kristo. Ndani ya msalaba ndipo penye tumaini letu. Ingawa sisi ni mavumbi, katika Kristo tuna uzima wa milele. Haya ni maneno ya msingi sana kwa kanisa. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha kutafakari juu ya Kwaresma, Yesu anapoendea msalaba, niwakumbushe na kuwaomba Wakristo wote mahali popote walipo. Moja, tukumbuke kudumu katika sala ya toba na maombezi kwa ajili ya familia, jamii na taifa. Kumrudia Mungu.
La pili, kurudi katika misingi ya neno la Mungu na mafundisho sahihi ya imani. Kipindi hiki ni kipindi cha kutafakari sana juu ya imani zetu, wala sio kipindi cha kuyumbishwa na mafundisho. Kitukumbushe kuishi maisha ya uadilifu, haki na upendo. Yesu anapoendea kazi ya msalabani, kazi ya kutoa maisha yake, kazi ya kupoteza uhai kwa ajili ya rafiki zake, ni alama kubwa ya upendo, ya kumpenda mwanadamu, kama tunavyosoma katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu anayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwako na kwangu tuone hii ni alama ya upendo ambayo Mungu anatuonyesha. Lakini tuepuke migawanyiko, tuepuke chuki na tamaa zinazovuruga kanisa la Mungu. Hii ni wito kwa kanisa pia, lakini kuwa sauti ya kweli ya matumaini katika jamii. Wakristo tukumbushwe katika kipindi hiki sisi kuwa sauti ya matumaini, sio katika kipindi hiki cha Kwaresima tu, lakini kwa maisha yetu yote tuwe sauti ya matumaini. Kanisa limeitwa kuwa nuru ya dunia na chumvi ya ulimwengu wote. Hivyo ni wajibu kuonyesha mfano wa maisha yanayompendeza Mungu. Nilifurahishwa sana na mhubiri mmoja akasema, tusiuvae Ukristo kama koti. Wakati wa joto ulitaki koti, wakati wa baridi ndio unatamani kuvaa koti. Na Ukristo wa siku hizi unafanana na tabia hizi, kwamba kipindi cha Kwaresima ndipo watu wanakuwa na toba, na baada ya toba wanarudia kule walikotoka. Sio kusudio la Mungu. Toba ukishafanya, usiendelee kuishi katika dhambi. Ndugu zangu, Wakristo wenzangu, katika kipindi hiki niwahimize watu wote kumcha Mungu na kuheshimu misingi ya haki na maadili. Haki, maadili. Watendeni watu haki, watendeni watu mema, msiharibu heshima na utu wenu. Lakini niwaombe kuimarisha umoja, amani na mshikamano wa kitaifa. Mungu anatamani sana kuona umoja, na ndio maana katika maandiko anasema, tazama jinsi ilivyo vyema ndugu kukaa pamoja kwa umoja. Ninatamani Wakristo tuwe mabalozi wa kudumisha umoja katikati ya watu wote. Lakini ni kipindi cha kupinga rushwa, dhuluma na vitendo vinavyodhoofisha ustawi wa jamii, kuwajali wanyonge, masikini na wale walio katika mahitaji mbalimbali. Ninatamani katika kipindi hiki na kipindi chote cha maisha ya Mkristo tuone tunao wajibu. Kwa hiyo kazi ya kanisa ambayo Yesu ametuachia hapa duniani, kuona ya kwamba kanisa linawajali na wanyonge, watu masikini na wale walioko katika mahitaji mbalimbali. Hapo Mungu anatamani kuona katika kipindi hiki. Tukumbuke kuwa taifa linalomtegemea Mungu, kanisa linalomtegemea Mungu, Wakristo wanaomtegemea Mungu, Mungu anaachia baraka mahali hapo. Toba ya kweli huleta uponyaji, si kwa mtu mmoja, bali kwa jamii nzima. Kwa hiyo tunapokuwa na toba, mtu mmoja mmoja na majirani zetu na ndugu zetu tuliokosana nao, tunaleta uponyaji mkubwa sana. Wale ambao walikuwa na visasi vya muda mrefu hawawezi kukaa pamoja, lakini katika kipindi hiki tunaalikwa, tunapoingia katika ibada hii ya majivu na hapo kesho, ni waombe wa Kristo kwamba maisha yetu kama kanisa, kama Wakristo, tuwe maisha endelevu ya toba inayoleta uponyaji.
kwa watu wengine. Na wasihi wote kutumia kipindi hiki cha Kwaresima kama muda wa kujirekebisha, muda wa kurejea kwa Mungu, muda wa kuimarisha mahusiano yetu na Mungu, na muda wa kuimarisha mahusiano yetu na majirani zetu, familia zetu, na hata ndoa zetu. Kuna watu wana majeraha, wana maumivu katika ndoa zao, katika familia. Ndugu hawezi kukaa pamoja. Kipindi hiki cha Kwaresima kisiwe kipindi cha mazoea. Ndugu zangu, nimalizie kwa kusema Bwana wetu awatie nguvu katika kipindi hiki cha Kwaresima, atuongoze katika maisha ya toba ya kweli, na atuandae kupokea kwa furaha ushindi wa ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo, yani Pasaka. Na mimi nimefurahishwa sana na maneno ya Marko 1:15, tubuni na kuamini Injili. Injili ilete mabadiliko kwako, ilete mabadiliko kwangu. Bwana awabariki, awalinde, awatunze tunapoendelea na siku 40 za tafakari juu ya safari ya Yesu anapokwenda msalabani kutupatia wokovu sisi wanadamu. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amani ya Kristo iwe pamoja nanyi tangu sasa na hata milele. Amen.